Mnamo mwaka 2024 Novemba, CCM na Samia Suluhu Hassan wakiwa wamejaa kiburi na jeuri kubwa waliendesha uchaguzi wa serikali za mitaa kama ambavyo walifanya mwaka 2019 na waliwaingua karibu 90% ya wagombea wa vyama vya ushindani ikiwemo Chadema. CCM kupitia TAMISEMI iliyokuwa ikiongozwa na Mohamed Mchengerwa ambaye ni mkwe wa Samia Suluhu Hassan ilijitangazia ushindi wa 99.1%. Ikumbukwe kuwa kwa muda wote tokea mwaka 92 hadi mwaka 2025 serikali ya CCM ilikuwa ikikwepa kufanyika kwa mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi kama ambavyo ilipendekezwa na tume ya Jaji Francis Nyarari, tume ya Jaji Robert Kisanga na tume ya Jaji Joseph Sinde Warioba. Tume hizi zote tatu zilichambua kwa makini katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria za uchaguzi pamoja na za vyombo vya ulinzi na usalama na kupendekeza mabadiliko ambayo yatahakikisha kuwa Tanzania inauishi na kuufuata kwa dhati mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Serikali zote za CCM za kuanzia wakati huo zimekataa kwa visingizio mbalimbali na kikubwa zaidi ikiwa ni ufupi wa muda kuelekea uchaguzi mkuu. Ukweli ni kuwa CCM haijawahi kukubali mfumo huu wa vyama vingi kwa dhati na imekuwa ikifanya kila aina ya udanganyifu na upotoshaji wenye lengo la kukataa kufanywa kwa mabadiliko ya kweli ya katiba ya nchi yetu na sheria zake za uchaguzi ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Watanzania wakumbuke kuwa mnamo Septemba 7, 2017 ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu alikuwa mnadhimu wa kambi ya upinzani bungeni. Alipigwa risasi 16 mwilini mwake na kulazimika kukimbizwa hospitali kuu ya Dodoma, hospitali ya Nairobi, Kenya na baadaye hospitali ya Ruven kule Ubelgiji. Hadi leo hii serikali ya CCM imekataa kufanya uchunguzi huru wa wale waliohusika na unyama huo pamoja na vitendo vyote vinavyokiuka kabisa ibara ya 14 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Pale serikali inapokataa kufanya uchunguzi dhidi ya tishio la uhai wa mtu, inakuwa imekiuka msingi mkuu wa watu kukaa katika nchi moja, ile inaitwa social compact. Inamaanisha serikali inaona uhai wa watu fulani ni bora zaidi kuliko wa wengine na kuwa uhai wa wale wanaoikosoa si wa muhimu. Namo mwaka 2018 na 2019 kauli za ajabu na za kutisha zilitolewa na aliyekuwa katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali na Rais John Pombe Magufuli. Bashiru Ali alinukuliwa na akisema kuwa CCM itatumia dola kubakia na dola, kwani haipo tayari kugeuka kama vyama vya KANU ya Kenya na UNIP ya Zambia ambavyo vilipoteza madaraka na kushindwa na vyama vya upinzani. Aidha, kati ya mwaka 2018 na 2019 Rais Magufuli aliwaambia wakurugenzi wa wilaya ambao pia ni wasimamizi wa uchaguzi kuwa watakaomtangaza mpinzani kuwa ameshinda wataenguliwa. Kana kwamba haitoshi, makada mbalimbali wa CCM na wakuu wa wilaya wajitokeza hadharani na kutoa kauli zinazothibitisha mikakati na mipango ya matendo maovu ya kuvuruga uchaguzi, kuwateka na kuwaua wapinzani yanayofanywa na CCM. Kule Ngara, mwenyekiti wa UCCM mkoa wa Kagera mwaka 2023 alinukuliwa akisema, jeshi la polisi, tukiwapoteza wanaomtukana rais msiwatafute. Aidha, aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Loliondo Arusha Marco Henry Ngumbi aliwahutubia madiwani wa wilaya ya Longido na kuwaeleza wazi kuwa madiwani hao wote walishinda mwaka 2020 kutokana na nguvu ya serikali na si kampeni zao. Vivyo hivyo, Nape Nnauye ambaye mwaka 2014 alisikika akiwa mwaka 2024 alisikika akiwa Bukoba kuwa kuna namna nyingi za kushinda uchaguzi kwa njia halali na njia haramu, na kwa ukitumia njia haramu baadaye unaenda unatubu. Kule Arusha, kiongozi mmoja wa UVCCM alisikika akinazi katika mkutano wa CCM mkoa wa Arusha kwa yeye ndiye alikuwa kiongozi wa chinja dhidi ya wapinzani. Aidha, Albert Chalamila, mkuu wa mkoa haramu wa mkoa wa Dar es Salaam alinukuliwa akisema hivi, naomba kunukuu, nimesoma kwenye mitandao wapo vijana wenzetu makada wa vyama vya siasa wanaosema tarehe 29 mwezi wa 10 siku ya uchaguzi wataandamana, watafanya fujo. Wengine wamesema wataenda kuchoma sijui vituo vya mafuta. Mimi naomba niwaeleze ukweli ndugu zangu wana Kongoe, kwa mji wenu wa Dar es Salaam uko salama kabisa. Uko salama sana. Wala msije mkaogopa kitu chochote. Hata kama wewe ndio unayetaka kufanya hivyo, hata wewe wala usiogope. Wewe kama unataka kufanya wala usiogope. Wala mtu asikutishe.
kwamba bwana, we hacha wale wewe nenda tu ukajaribu kile unataka kufanya, na kuthibitishia yani kabla hujapeleka mguu wako mbele lazima utakuwa umesali sala baba yetu mara 5, kwa sababu hii mambo ya mizaa tumekwisha kuchekeana sana. Mwisho wa kunukuu. Si hapo tu, mara baada ya kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM, Stephen Wasira amenukuliwa akisema kuwa CCM itatawala milele hadi Yesu atakaporudi. Kauli hizo pamoja na kauli za kutisha zilizotolewa na ugombea wa CCM ikiwemo Samia Suluhu Hassan aliyesikika mwaka 2020 akisema kuwa askari wao hawakosei shabaha, wakilenga risasi moja haimkosi mtu. Na baadaye alipokuwa kiongozi wa serikali alisema kuwa eti kila mtu ale kwa urefu wa kamba yake, ila wao wanakula mpaka wanavimbiwa. Hiyo haikutosha. Ikaja kashfa ya kugawa bandari za nchi yetu kwa DP World, kampeni ya kuhamisha Wamasai kwa nguvu kutoka Loliondo na Ngorongoro. Wakati wa kampeni za mwaka 2025, Samia na CCM waliendesha kampeni zilizojaa rushwa ya wazi ikiwa ni pamoja na ugawaji wa pikipiki na baskeli zilizoandikwa SSH na za majina ya wagombea wa ubunge na udiwani wa CCM. Na alisikika akisema kuwa tumejipanga vyema kuilinda nchi hii, kwa hiyo hakutakuwa na nyinyi wala nyunyunyu. Naomba watu tokeni, amshaneni mkapige kura. Lakini tarehe 22 mwezi wa 10 2025 pale Leaders Club Dar es Salaam alisema kuwa nataka niwaambie maandamano yatakayokuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Hakuna maandamano mengine. Hakuna tishio la usalama litakalokuwepo. Anayesema hivyo ni amiri jeshi mkuu. Hii inaendana na kauli yake aliyotoa mwezi Januari mwaka 2022 Januari mwaka 2024 alipokuwa akihutubia mkutano wa 7 wa mkuu wa majeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania na makamanda ule mwaka 2024 ambapo alisema tuko wengi, ni uchaguzi unaoshirikisha vyama vingi vyenye nia tofauti, hatuone kama kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa, kwa hiyo ni vema mkajiweka tayari kwa chochote kile kitakachojitokeza. Mwisho wa kunukuu. Ni katika muktadha huo kamati kuu ya Chadema ilijadili hotuba ya mwenyekiti wa ile iliyoitwa Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Aliyewasilisha mnamo tarehe 23 Aprili 2026 kwa Samia Suluhu Hassan ambaye ni mtawala wa mababu asiyechaguliwa na wananchi wa Tanzania. Kamati kuu inakumbusha kuwa kuanzia miaka 2021 mara tu baada ya Samia kuingia madarakani, vitendo vya utekaji na ubabikiaji wa kesi za jinai kwa wanaharakati na wanasiasa vyama vishindani ulianza kwa nguvu, ikiwemo kushikwa na kushtakiwa kwa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe, kushikwa na kupotezwa kwa Deusdedith Soka na wenzake wawili, kutekwa na kuuawa kwa mzee Ali Kibao, kutekwa na kuteswa kwa kutupwa katika hifadhi ya taifa ya Katavi kwa ndugu Edgar Makabera maarufu kama Sativa, kutekwa na kupotezwa kwa ndugu Mdude Nyagari, ndugu Shedraki Chaula, ndugu Juma Kaswahili, na kutekwa na kupotezwa kwa Barozi Amfre Polepole ambaye aliwahi kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Matendo hayo machafu yalifanywa hata kuelekea siku ya kimataifa ya vijana Agosti 12, 2024 ambayo Chadema ilipanga kuyaadhimisha mkoani Mbeya. Siku moja kabla ya siku hiyo, viongozi wa Chadema walivamiwa, kupigwa na kuumizwa vibaya na kuondolewa mkoani Mbeya kwa nguvu. Hapakuwa na hata kosa walioambiwa kufanya, ila kisingizio kisichokwisha cha taarifa za kiintelijensia. Uovu huu uliendelea mara baada ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu mnamo tarehe 9 Aprili 2025 kule Mbinga mkoani Ruvuma. Jeshi la polisi na kwa kushirikiana na uongozi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu bila sababu yoyote ile ya msingi, ila kwa lengo la kufanya uovu mkubwa, kuanzia tarehe 24 Aprili 25 waliozuia wananchi kuhudhuria kesi ya ndugu Lissu na wakataka kuendesha kesi zake mbili za jinai kwa njia ya mtandao. Wanachama na viongozi wa Chadema waliofika mahakamani hapo walishikwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana, na wengine walifanywa matendo ya udhalilishaji wa kingono. Aidha, wanaharakati kutoka Kenya na Uganda, Boniface Mwangi na Agatha Atuwaire, walichukuliwa kutoka vyumbani mwao katika hosteli ya Serena Dar es Salaam na kupelekwa kituo cha kati au kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye walifanywa matendo ya kinyama ikiwa pamoja na kulawitiwa na kuingiliwa kinyume cha maumbile na baadaye kutupwa mpakani mwa nchi zao na Tanzania. Kwa kutimiza nia yao ovu, mnamo tarehe 12 Aprili 2025, mkurugenzi wa uchaguzi wa ile itwayo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Kailima Ramadhani,
alitangaza kuwa Chadema haitashiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025 kwa vile haikusaini fomu za kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tume hiyo ilitaka zisainiwe na vyama vyote tarehe hiyo, licha ya ukweli kuwa kanuni hizo zilikuwa zinaanza kutumika siku moja kabla ya tarehe ya uteuzi wa wagombea ambayo ilikuwa ni mara baada ya kuvunjwa kwa bunge mwezi wa 8 2025. Kamati kuu imetilia maanani na inapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mnamo tarehe 30 Aprili 2025 Padri Dr. Charles Kitima, katibu mtendaji wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alivamiwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana akiwa ameenda uani katika ofisi za Baraza la Maaskofu Katoliki TEC kule Kurasini, Dar es Salaam. Polisi bila haya wala soni wakasema kuwa alikuwa amepata kinywaji. Hadi leo hii haujachunguza uharamia huo na nani alimpiga au kumfanyia matendo hayo machafu. Mambo yaliishia hapo. Si hapo tu, mnamo mwezi Septemba 2025 Padri Jordan Kibiki wa Jimbo Katoliki Mafinga alitekwa na baadaye jeshi la polisi lilisema kuwa alijiteka kwa kuwa alikuwa na madeni. Ukweli ni kuwa alitekwa na kufanyiwa vitendo vya kinyama sana na baadaye kutupwa Mbalizi, Mbeya, ambako eti ndipo alipokutwa. Aidha, Padri Camillus Nikata alitekwa na kuteswa vibaya sana katika mkoa wa Ruvuma. Alipatikana kwa jitihada kubwa sana za Kanisa Katoliki Jimbo la Songea, TEC na Wasamaria Wema. Lakini jeshi la polisi alikuona shida kusema kuwa lilipomhoji alikuwa alikabiliwa na msongo wa mawazo na madeni. Aidha, mtawa mtarajiwa kandidati Vestina Shikawa naye alitekwa na kufanyiwa udhalilishaji kule Mwanza, na hadi hivi sasa hakuna uchunguzi wote ulifanywa zaidi ya kukejeliwa na jeshi la polisi. Hayo yote hayakutosha, kwani mnamo tarehe 2 Juni 2025 msajili wa vyama vya hiari na kiraia katika Wizara ya Mambo ya Ndani alitangaza kufuta usajili wa Glory of the Christ Tanzania Church maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima. Askofu Gwajima alikuwa mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya CCM. Alikuwa ametoa hotuba kama raia akipinga utekwaji na upotezaji wa watu. Badala ya kupongezwa kwa kupinga vitendo hivyo, kanisa lake lilifungiwa na jitihada za kupata utatuzi mahakamani zilikwama, kwani kesi yake ilifanywa kila aina ya danadana ili kumkomoa yeye na waamini wake. Tarehe 5 Agosti 2025, Ruaga Joelson Mpina aliyekuwa mbunge wa CCM Kisesa aliyehamia ACT Wazalendo na kupendekezwa na chama hicho kuwa mgombea wake wa urais. Aliwekewa kila aina ya vikwazo na licha ya kushinda kesi Mahakama Kuu bado alizuiwa kushiriki na tume hiyo isiyo huru ya uchaguzi kutokana na pingamizi la mwanasheria mkuu ambaye ni mteule wa Samia Suluhu Hassan. Alipokwenda Mahakama Kuu tena jitihada zake zikagonga mwamba na alipokata rufaa kabla ya uchaguzi huo, hadi leo hii rufaa yake haijapangiwa wala kusikizwa na mahakama ya rufaa. Aidha, kamati kuu inasema uovu huu uliendana sambamba na kuiwekea zuio Chadema mnamo Juni 10, 2025 ndipo Chadema ikafungiwa na kunyimwa haki yake ya kufanya siasa. Licha uharamu wa amri hiyo, viongozi na wanachama wa Chadema waliitii na kusitisha shughuli zao zote za kisiasa na kuelekeza nguvu zao katika kesi hizo mbili, kesi na kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Hii haikuzuia jeshi la polisi mnamo tarehe 22 Oktoba 2025 kumkamata na kumshikilia makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara, Mheshimiwa ndugu John Heche kwa siku 21. Hii iliendana na kuwashika na kuweka mahabusu na viongozi na wafuasi wengi wa Chadema katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Kamati kuu inasema mlolongo huu wa vitendo hivyo haramu vilivyotajwa hapo juu ambavyo vilitekelezwa na CCM chini ya John Pombe Magufuli na Samia Suluhu Hassan unaonyesha wazi kuwa mtu mwenye akili nzuri na timamu kuwa tatizo hapa ni Samia Suluhu Hassan, CCM, polisi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mahakama, msajili wa vyama vya siasa, TAKUKURU, uhamiaji, jeshi la wananchi wa Tanzania na vyombo vya habari huru na binafsi ambao viliamua kushirikiana kuhakikisha kuwa Samia na CCM wanabakia madarakani kwa namna yote ile. Matendo haya yote maovu ya CCM na Samia yasingeweza kuachwa na tume makini na yenye uweledi na yenye nia ya dhati ya kufahamu chanzo cha kweli cha mauaji hayo haramu ya kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025 kuwa ndiyo chanzo kikuu cha maandamano ya vijana hao wazalendo. Kamati kuu inasisitiza kuwa pale haki za kidemokrasia na njia zote za kujieleza na kutetea haki za mtu zinapofungwa kunasababisha watu kutokuwa na njia nyingine bali kuingia barabarani na kueleza hisia zao na chuki zao, kudai vile vile na kudai mabadiliko ya kweli. Kufanywa hivyo hakuwezi kamwe kuwa sababu ya wao kuuawa na kujeruhiwa kinyama kama ambavyo ilifanywa katika siku hizo mbaya na za majonzi makuu katika nchi yetu.
Kugeuza uchaguzi kuwa mchezo wa kuviziana wa kuviziana na nani ni mjanja ni kitu hatari kabisa. Hakuna anayestahili kuongoza nchi yetu kwa njia nyingine yote ile isipokuwa kwa kuchaguliwa na wananchi katika uchaguzi ule huru na wa haki. Lakini hapa Tanzania haki hiyo haipo. Uchaguzi ni kitu kitakatifu. Mtu yeyote anayetoa madaraka kwa uongo, kwa kejeli, kwa mabavu anatenda uhaini.